Mwangaza FM. Nitatoa historia fupi ya scholarship ilikoanzia mpaka hapa tulipofikia leo. Wazo la scholarship lilianzia kwenye serikali ya UDOSO ya 24-25, ambapo kwa kuzingatia mpango mkakati wa serikali ya wanafunzi ulioanzishwa mwaka 2023-2024 ambao unaenda mpaka 2027-2028, Wizara ya Fedha na Mipango ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ya serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma ilipewa nguvu ya kutafuta vyanzo mbalimbali vya mapato. Hivyo kuanzia mwaka 2022 serikali za wanafunzi zilikuwa na wajibu wa kuacha fedha pale ambapo wanamaliza muda wao. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2022 serikali ya wanafunzi iliyomaliza muda wake iliweza kuacha kiasi cha pesa, na 2023 waliweza kuacha kiasi cha pesa, na ilipofika mwaka 24-25 na wenyewe waliongezea kufikia hiyo milioni 100 ambayo ndio imewezesha kuweka bondi. Aidha, hati fungani hii ni aina ya uwekezaji wa muda mrefu unaotolewa na serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania, ambapo taasisi au mtu binafsi huwekeza fedha zake na hulipwa faida kwa riba maalum kila mwaka hadi kipindi cha hati hizo fungani kuisha. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kifedha, hati fungani hutoa faida ya uhakika bila kuathiriwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya soko au viashiria vya kiuchumi. Hivyo kuifanya hati fungani kuwa ni chaguo sahihi kwa taasisi kama UDOSO inayolenga kuhifadhi na kukuza mtaji kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, katika uwekezaji huu serikali ya wanafunzi kupitia wizara hiyo ya fedha ilipitia hatua mbalimbali ambazo nitaziainisha kwa uharaka kama zifuatazo, ambapo tulianza na kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika tarehe 12 mwezi wa 7 2024, na baada ya kikao hicho wazo hilo lilipelekwa katika kamati tendaji ya serikali ya wanafunzi inayojulikana kama UDOSO Excom, ambacho kikao kilifanyika tarehe 13 mwezi wa 7 2024, ambapo vikao vyote viwili vilifanyika kwa ajili ya kujadili pendekezo la uwekezaji wa hati fungani na ni namna gani faida hiyo itatumika kwenye kuwawezesha wanafunzi wenzetu. Na mnamo tarehe 14 mwezi wa 7 wazo hili la kununua hati fungani liliwasilishwa kwenye bunge la jumuiya ya wanafunzi ya hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, na bunge pia liliridhia. Baada ya hapo wazo hilo lilipelekwa kwenye kamati ya huduma za wanafunzi mnamo tarehe 15 mwezi wa 8 2024. Kamati hii ya huduma za wanafunzi tulipeleka hapo kwa ajili ya kujadiliwa na kuomba ruhusa ya kupeleka hoja hiyo kwenye baraza, ambapo hoja hiyo ilienda kwenye baraza na ikapitishwa na baraza la 90 la Chuo Kikuu cha Dodoma. Lengo lilikuwa ni kupata kibali cha kuwekeza kiasi cha shilingi milioni 100. Na baada ya kupata kibali kwenye baraza, serikali ya wanafunzi ya 24-25 iliwasilisha rasmi barua ya kununua hati fungani kupitia management ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwenda benki ya CRDB, ambapo CRDB ni wakala wa Benki Kuu ya Tanzania. Uwekezaji huo ulifanikiwa na serikali ya wanafunzi ilinunua hati fungani za thamani ya shilingi milioni 100 kwa kipindi cha kuanzia Disemba 18 2024 hadi Mei 22 2039. Kupitia uwekezaji huu serikali ya wanafunzi itakuwa inapokea faida kila mwaka ya kiasi cha shilingi milioni 15,490,000. Fedha hizo zitatumika moja kwa moja kufadhili wanafunzi wenye uhitaji ambao huwa wanashindwa kufanya usajili kwa sababu ya kukosa ada, yaani mfuko wa UDOSO scholarship. Ndugu mgeni rasmi, kipekee kabisa nitumie fursa hii kuupongeza uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, hasa makamu mkuu wa chuo. Tukupongeze sana kwani tulikusumbua sana, lakini mkaweza kutuelekeza na mkaweza kutushauri kwamba hapa mmewaza hivi lakini watoto wetu tunaona muende hivi, hapa mmefanya hivi lakini tunaona muende hivi. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma.
Pili, pia tuwapongeze tena uongozi wa management kwa kupokea wazo hili na kuchukua hatua ya kushirikiana na sisi. Kwani kuna baadhi ya sehemu ambazo tulikuwa tunashindwa, labda tukitaka kwenda tunashindwa, uongozi wa chuo ulikuwa ni lazima uweze kutusaidia katika mambo mbalimbali. Lakini hii inadhihirisha wazi kabisa kwamba management ya Chuo Kikuu cha Dodoma ina uaminifu kwetu na ina matumaini makubwa kwenye viongozi wa serikali ya wanafunzi. Lakini pia imekuwa ni mlezi bora wa serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Hatuna zaidi la kusema, zaidi tunaishukuru sana management ya chuo. Ndugu mgeni rasmi, nitakuwa sijafanya haki kama nisipopenda kuwapongeza pia na kuwashukuru serikali ya wanafunzi ya 24-25, kwani wao ndo waliopambana mpaka kufikia hatua ya kuwekeza pesa hiyo. Na wao pia waliweza kuwasilisha mawazo yao na wakaweza kuchangia michango mbalimbali kwamba tufanyaje, na mpaka kuwezesha kutungwa kwa kanuni ambazo zitagovern huu mfuko wa UDOSO scholarship. Kwa hiyo niwapongeze sana serikali iliyopita ya mwaka 24-25. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuhitimisha, serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma inaahidi kuendesha ufadhili huu kwa uadilifu mkubwa ili malengo yanayotarajiwa kupatikana yafanikiwe kama ambavyo walioanzisha walitamani yafanikiwe. Na ndugu mgeni rasmi, mfuko huu utakuwa unasomesha wanafunzi 11 kwa kila mwaka wa masomo kutoka katika ndaki, shule kuu na taasisi tofauti tofauti zilizopo ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Hivyo kila ndaki, shule kuu na taasisi itakuwa inatoa mwanafunzi mmoja. Kwa hivyo kufanya jumla ya wanafunzi 11 ambao wataweza kusomeshwa na mfuko wa UDOSO scholarship. Kwa kufikia hapo niseme asante sana. Nashukuru. Na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Rais wa serikali ya wanafunzi UDOSO. Kazi iendelee. Kama ambavyo wengine walitangulia kusema, na mimi napenda nimshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Pili, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa management ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kualika wizara kuja kushiriki katika hafla hii fupi ya uzinduzi wa mfuko wa ufadhili wa masomo wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, yaani UDOSO Scholarship Fund. Ninatambua kama nilivyosema mlimwalika Mheshimiwa Waziri, na kwa sababu ya majukumu mbalimbali hajaweza kushiriki, lakini amenituma nimwakilishe, na ametuma salamu zake nyingi sana za upendo na anawatakia mema katika uzinduaji wa scholarship fund hii. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wanajumuiya wa UDOM, ninapenda pia kuchukua fursa hii adhimu kutoa shukrani za pongezi kwa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwa wazo hili la kimkakati na la kizalendo la kuanzisha mfuko wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, yaani UDOSO Scholarship Fund, kupitia uwekezaji wa hati fungani katika Benki Kuu ya Tanzania. Alichokiongea Profesa Kusiluka VC ndio kwa kweli inakuwa ni hali halisi ya kinachotokea katika uongozi wa wanafunzi. Na mimi nimehudumu katika vyuo na nilikuwa DVC PFA at one time, ambapo serikali ya uongozi wa wanafunzi inakuwa chini ya DVC PFA. Tulikuwa tuna kazi kubwa ya kushauri vijana kwenye namna bora ya matumizi ya fedha zile. Kwa hiyo tunaposema kwamba nyinyi mmeleta wazo kubwa la kibunifu lakini la kizalendo, kwa kweli ni swala kubwa ambalo linapaswa kupongezwa sana. Na nataka kusema viongozi wa serikali hizi mbili, sina kumbukumbu ya viongozi wa
uongozi wa wanafunzi ambao huwa wanapatana sana. Sina kumbukumbu hiyo katika vyuo nilivyopita. Kuna kuwa na mivutano vya hapa na pale. Lakini hii inamaanisha timu hii, nafikiri toka wanapoanza uchaguzi, zile hatua za uchaguzi, nafikiri kama walikubaliana hivi. Sio kwamba kila mtu alipambana kivyake, hata kama sivyo hivyo basi, baada ya kujikuta kwamba wote wana majukumu ya kuhudumia wanafunzi wenzao, basi walikuwa kitu kimoja. Ninatambua katika uchaguzi wanasema kabla ya uchaguzi kila mtu anakwenda kivyake, si ndio? Lakini baada ya uchaguzi tukae mezani, tuweke ajenda za pamoja, tutimize malengo ya wale ambao wametuchagua. Na naamini serikali hizi mbili zilizopita, hii iliyopita na hii iliyopo, kwa kweli ni timu ambayo ni ya kuigwa. Tunazidi kuwapongeza viongozi. Unajua viongozi ndio wanaonyesha maono. Na sisi wengine tunaishi kutekeleza yale maono. Hawa viongozi waliona hata sio miaka 100. Waliona mbali sana. Na ndiyo sifa ya kuwa kiongozi. Kiongozi lazima awe na maono, na viongozi hawa wana maono ya mbali ambayo kwa kweli yanaenda kunufaisha UDOM na pia kunufaisha Watanzania wenzao. Kwa mara nyingine tena, Rais with a small r, tunawapongeza sana na tunaendelea kuwatia moyo kwamba mlete mawazo mengine mengi ya kibunifu. Mara nyingi na mnaweza kumbuka wanafunzi wanajulikana kama watu wa fujo, watu wasio na mawazo, watu ambao wali hawana mwelekeo. Lakini nyinyi mmetuthibitishia maana ya kuwa wasomi, maana ya kuwa viongozi, maana ya kuwa wazalendo, maana ya kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa kweli ninawapongeza. Ninaongea na mwangalia rais, lakini ninawaangalia na nyinyi viongozi wengine wote. Jamani, tujipigie makofi na tujipe maua yetu. Ninavyoangalia kwa kweli unawaona ni vijana ambao kwa kweli wanatamani na vijana wenzao wa Kitanzania wapate elimu. Kwa hiyo hukubaki kuwa kiongozi kwa ajili ya manufaa yako. Mmekuwa viongozi kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wengine. Kwa hiyo jamani, pongeze nyingi sana kutoka wizarani. Uzinduzi huu unaashiria mafanikio makubwa na mfano bora wa uwajibikaji na ubunifu wa vijana wa Kitanzania katika kusaidia wenzao. Serikali ya wanafunzi imeweza kuanzisha mfuko huu wa kufanya uwekezaji wa kitaalamu kupitia ununuzi wa vipande katika Benki Kuu ya Tanzania. Kama ilivyosemwa, faida itakayopatikana na uwekezaji huu sasa itakwenda kusaidia wanafunzi wahitaji wa mwaka wa kwanza na hata miaka inayofuata kuweza kugharamia masomo yao. Hili ni jambo la kibunifu, zuri, la kujivunia na la kuigwa. Naamini leo viongozi wa serikali za wanafunzi vyuo vingine watusikie kwa sauti kubwa. Leo watusikie kwa sauti kubwa, ili tuweze kupata mawazo mengi ya kibunifu kutoka kwenye serikali zao pia. Ndugu wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dodoma, tunaishi katika kipindi ambacho changamoto za kiuchumi kwa wanafunzi zimeongezeka sana na kupelekea baadhi ya wanafunzi kushindwa kuendelea na masomo yao kwa kukosa ada na fedha za kujikimu. Jambo hili linapoteza nguvu kazi ya taifa na linakinzana na maono ya serikali yetu ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata elimu. Kama mnavyofahamu, serikali imekuwa ikigharamia kwa kiasi kikubwa elimu ya juu kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Hata hivyo, mahitaji ya mikopo hayo ni makubwa mno ukilinganisha na bajeti inayotengwa kila mwaka. Lakini hata hivyo tunapenda tuipongeze serikali yetu
imeendelea kuongeza bajeti ya mikopo mwaka hadi mwaka, kama ambavyo nitakuja kusema huko baadaye. Kuwepo kwa ufadhili wa masomo wenye mwelekeo endelevu ni jambo la kupongezwa na linahitaji mwitikio mkubwa. Hatua ya serikali ya wanafunzi kuamua kuwekeza fedha zote hizo ambazo tunajua wengine wangegombania. Historia tulizokuwa nazo huwa zinagombewa na wale viongozi. Kwenye hati fungani ni ushahidi wa upeo mkubwa wa kifikra, nidhamu ya fedha na uwajibikaji kwa maslahi ya wengi. Hii ni namna sahihi ya wanafunzi kufanya kazi na serikali yao. Nasema tena, hongereni sana. Uwekezaji huu pia unaunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuendelea kuweka msukumo mkubwa katika kuimarisha upatikanaji wa elimu ya juu kwa Watanzania wote. Napenda niwataarifu pia kupitia bodi yetu ya mikopo ya elimu ya juu, maelfu ya wanafunzi wa Tanzania wamepata fursa ya kujiunga na kuendelea na masomo ya juu. Katika mwaka wa fedha huu ambao tunamalizia mwezi huu, serikali ilitenga jumla ya bilioni 787.4 ambayo ilitumika kufadhili takriban wanafunzi 248,331 kwa wanafunzi wa elimu ya juu, na hata baadhi pia waliweza kupata mikopo kwa ngazi ya stashahada kwenye fani za sayansi na ufundi. Nafurahi kuambia kuwa kwa mwaka huu bajeti hiyo imeongezeka tena. Kwa mwaka wa fedha ambao utaanza tarehe 1 Julai, serikali imetenga takribani bilioni 916 kutoka bilioni 787.4 hadi bilioni 916.7 kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu, lakini pia kwa ajili ya mikopo ya wale ambao wanakwenda kusoma diploma katika ngazi za katika nyanja za sayansi na ufundi. Kwa niliposema kwamba serikali yetu inaendelea kuongeza mikopo, iko serious na inamaanisha, ndio maana mnaona kila mwaka kiwango hiki kinaendelea, na tunaamini wanafunzi wengi takribani 273,403 wataenda kunufaika na mikopo iliyotengwa kwa mwaka wa fedha ambao unaanza tarehe 1 Julai 2025. Ndugu wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dodoma, mfuko huu wa udoso ina complement kile ambacho serikali inafanya. Kama ambavyo nilisema, pamoja na kwamba mikopo fedha za mikopo zinaendelea kuongezeka kila mwaka, lakini kwa kweli mahitaji ya mikopo ni makubwa, na ndiyo maana tunapongeza sana na kuwashukuru wale viongozi wa udoso ambao wamebuni wazo hili. Kwa wao wanaenda sambamba na azma ya serikali kuhakikisha kwamba Watanzania wengi sasa wanapata elimu ya juu. Kwa hiyo naomba niwapongeze tena kwa hili. Katika kukabidhiwa tutaanza na rais wa serikali ya wanafunzi, atasogea mbele kwa ajili ya kukabidhiwa. Nimpe zote jamani. Ona kamera meziona kwanza hapo. Sasa tusione kwanza. Hebu tukate nyingi hapa. Where's the
Rais wa serikali ya wanafunzi